Haleluya, haleluya, na wasalimu wote kwa jina la Yesu. Huyu ni Mama Reverend Apotre Lilian Kababa. Siku ya leo tena ni nzuri, tuko mbele ya macho ya Mungu kwa kuweza kusikia neno lake. Siku mingi sikuwa nafanya mavideo kwa YouTube, lakini leo Mungu ananipatia neema ya kuweza kufanya tena video kwa YouTube. Basi ndugu yangu, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kama vile nasema kwamba Bwana amefanya tena siku ya leo tupate kuongea kuhusu neno lake. Bila kukawia, tutaomba kwanza na kisha tuingie katika neno la Mungu. Baba Mungu, tunakushukuru, tunakutukuza kwa maana uko mwema. Asante Baba kwa ajili ya siku ya leo, kwa maana umeifanya Jehova Baba yangu. Umetutayarisha tupate kuingia katika mtandao, tupate kusikia neno lako Jehova. Tunapenda Baba utupatie masikio ya kiroho ya kusikia na roho ya kiroho ya kuweza kuelewa kila kitu yote yenyewe watatufundisha siku ya leo. Roho Mtakatifu, napenda uanze na sisi na umalize na sisi. Baba, mimi mwenyewe nitahubiri Baba. Hacha Baba neno lako liingie kwa ulimi wangu, nipate kupatia watu wako neno kutoka kwako. Naalika nguvu yako, naalika presence yako, naalika uwezo wako Jehova, utatu wote mtakatifu ukuja hapa kwa kuweza kuniongoza kuanza mwanzo mpaka kwa mwisho kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Siku ya leo tutasoma naweza kusema kichwa yetu ya neno inasema umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu, ndio kichwa ya neno yetu. Umoja ni nguvu. Watu wakiwa katika umoja, Mungu iko katikati yao. Watu wakikuwa katika umoja, Mungu iko katikati yao. Na kila kitu yote watafanya itaendeka kwa maana Mungu iko kati yao. Umoja inaanza na kusamehe. Ukisha samehe mtu, mara moja upendo inaingia. Kisha upendo, umoja inaingia. Pale sasa mnaweza kutembea pamoja. Kwa maana Biblia inatuambia hapa katika Amos ngapi? Amos 3 mstari ya 3 inasema wawili wanaweza kutembea pamoja pasipokuwa wamepatana. Vile ndio Amos anatuambia. Kama uko na conflict na mtu, uko na problemi na mtu, hauwezi kumpenda. Hauwezi kumpenda na hauwezi kuwa naye umoja. Na ndio maana mimi nakwambia ya kwamba kwa mtu kuwa umoja na mwingine inahitaji kwanza umsamehe. Ingawa ulikuwa naye problem, unamsamehe kwanza, na kisha kumsamehe ndio utaona upendo unafata nyuma. Kisha upendo, umoja unakuja pale. Sasa mnaweza kufanya kitu, mnakuwa mnaulizana tutafanya nini, tutaenda wapi, mulisha kusameana, upendo ilishaingia mara moja, nayo umoja haitakatala kuingia. Umoja nayo inaingia na mnakuwa vizuri. Sasa tutaenda kuomba, tuangalie vile watu walikuwa umoja ndani ya Biblia. Tutaenda katika Mwanzo 11 mstari ya kwanza mpaka ya 6 nadhani. Tutaishia tu pale iko. Tutaishia pale. Acha tusome. Biblia inasema dunia yote ilikuwa na lugha moja na neno moja. Na neno moja. Dunia nzima ama dunia yote ilikuwa na lugha moja na neno moja. Ile ndio mstari ile ya kwanza. Bote balikuwa na lugha moja na neno moja, kwa maana ndani yabo msamaha ilikoshapita, upendo nao inapita, umoja ikaingia na wote wakakuwa mtu mmoja, lugha moja. walikuwa na lugha moja na neno moja.
wakafanya renyo yabo. Wakati walipofanya renyo yabo, wakasema ya kwamba, hii ndio mstari ya pili, wakasema ya kwamba tuseme kisha kufanya renyo wakadeside waende mahali fulani, kwa maana walikuwa umoja, wote waliitika. Na mbele ya kuitika ifo kwanza bafanye renyo. Wandugu, mimi nilikuwa naleta idea hivi, mnasema sisi tungetoka hapa twende mahali fulani, twende mahali fulani, kule kwenye tutaenda tutafanya vitu fulani. Sasa wakaitikiana, wakakubaliana. Biblia inasema katika mstari ya pili, nasema balianza safari yao kwenye jua inatokea, au kwenye jua inalamukiaka, au kwenye jua inalamukiaka, ndio kule wanaita ku este. Sasa wakati yenyewe balisikilizana vile, maana walifanya renyo, wakasikilizana ya kwamba tuende mahali fulani, wote wakasema hii ni idea mzuri, hii ni idea mzuri, acha tuende. Unajua wakati yeye mnasikilizana, mtu akaleta idea, mnaianalize, mnaangalia, tunasema hii idea mzuri, basi tuende. Na wakaenda. Mstari ya ngapi tunakuwa kwa hayo? Sasa wakati walipokuwa wanaenda wakakuta mahali fulani yenye wanaita plain, c'est-à-dire ilikuwa fasi ya wazi, ilikuwa pori, ilikuwa wazi. Wakasema ama wakaambiana tena wakafanya tena renyo ingine, ndio ile kuambiana na kusema. Wakasema ya kwamba tukae hapa, na kuile pori yenyewe balisema ya kwamba tukae hapa ilikuwa kuinchi ya nani, ya Sinari, kuinchi ya Sinari. Wakapumzika pale, wakasema tubakie hapa, tunaona kama hakuna mwingine, hakuna watu, sisi tunaweza kukaa hapa. Wakakaa pale yote ile, wako nafanya mbele renyo, mbele ya kudeside kufanya kitu. Njo vile umoja inakuwaka, haiko mtu mmoja anadeside aka. Nyinyi wote, kama mlikuwa wawili, kama mlikuwa watatu, kama mlikuwa wengi, muna deside kitu moya. Ndiyo ile idea iko mzuri, ndiyo ile idea iko mzuri. Na wakati nyewe mshaitikiana vile, asema hii idea iko mzuri, hii idea iko mzuri, munafanya kitu na Mungu iko pamoja na nyinyi. Njo naweza kusema njo tabia ya umoja. Wanaenda kufanya renyo ya tatu. Hii renyo ya tatu wakadeside wafanye matofali. Wako nasikia wote pamoja wakadeside wafanye matofali. Sasa tusome. Bakasemezana, manake wakafanya renyo. Bakasemezana tufanye matofali na tuilunguze kumoto, au tuyachome vizuri kwa moto, na hiyo matofali itatusaidia kama vile mawe na lami kwa chokaa. Banafanya renyo, kisha bana decide pale kwenye balikala, na kuambia kwamba kwa ile pori hakukukua hako mutu, mfransai banaita plain, na ile plain ilikuwa kuinchi ya nini? Kuinchi ya Sinari. Wakadeside, wakasema ya kwamba hapa tufanye matofali. Sasa mimi najiuliza, walifanya matofali namuna gani? Mutadeside kufanya matofali, hamuyajua kitu yenyewe mtafanya ile matofali. Sasa huko nyuma njoko hapa tatuexplique, lakini mimi nadhani kulikuwa karenyo ingine mbele ya kwamba kule kwenye tutafika tunapumzika, inahitaji tujenge hiki. Kwa maana mutadeside kufanya matofali bure wakati yenyewe hamuna kenye mutaenda kujenga. Sikia sasa, na mstari wa 4, wakaingia tena renyo ama wakasemezana tena, wakadeside wajenge mji na munara,
wakadeside sasa. Hapa walishamaliza kufanya matofali, wanailunguza na wanasema itawasaidia kwa majiwe, sijue hii lami ndio wanasema bitume mu français. Ile ndio itawasaidia kunini, kwa choka, sijue kama ndio itakuwa sa vile sima, naweza kusema vile. Sasa sikia mstari ya 4 inasema nini? Wakasema tujenge, tujijengee wenyewe mji na mnara, kichwa chake kifike mbinguni, na tujifanyie jina. Huko nasikia hapo wanaanza kuharibu sasa mambo, ili wajifanyie jina, hata tusisambazwe juu ya uso wa dunia. Hiyo ndio decision yao. Na ndio mimi nilikwambia kwamba mbele ya kufanya matofali, nikizani walikuwa na idea tayari, walikuwa wameshafanya renyo kule ya kwamba kule kwenye tunaenda tukipata tu mahali yenye tutekala, mahali yenye kubwa, tutajijengea mji, tutajijengea munara, na kichwa cha ile munara chifike wapi? Chifike mpaka mbinguni. Huko nasikia umoja. Na wakati walipo decide hivi ati banaenda kujenga mji na kujenga munara, walifanya. Mji ni nini? Mji ni kusema wewe na mie tuko pamoja na wengine, huyu anajenga nyumba, huyu anajenga nyumba, huyu anajenga nyumba, yote inaendea mahali popote na inaitwa ville au inaitwa mjini. Huko unasikia njo wote vile walikuwa wengi wakadeside vile, na wakakuwa wote umoja na wakafanya hiyo. Na wakati walipofanya hiyo, wakasema na munara pia leo tuijenge. Sasa kondisio ya hii munara paka inafika mbinguni. Ingine kondisio ya pili ya kwamba wakati tutaifikisha mbinguni kule, kuchongo yake ifike kule, tusisambazwe dunia yote nzima. Na ya tatu inasema ya kwamba tujifanyie jina. Pale ndio kulikuwa maneno. Ile yote walikuwa wanafanya katika umoja, ilikuwa ya kuwasaidia. Lakini wakati yenyewe walisema sasa ya kwamba tuvijenge hivi vitu ili tusisambazwe na tujifanyie jina. Tujifanyie jina. Hawafanyie Mungu jina, wanajifanyia jina. Hapo ndio kulikuwa problem. Hapo ndio kulikuwa problem. Balipenda bajifanyie sifa, balipenda bajifanyie jina, balipenda bo basi bakutaya mambo ya Mungu ni bo peke, kwa maana balikuwa umoja. Balikuwa umoja. Tunaenda mstari ya 5. Ya 5 inasema, Bwana akashuka kuona mji na mnara ambao wana wa watu walijenga. Unaona umoja? Umoja iko kitu ya nguvu. Umoja. Wakati walikuwa wanafanya vile, hakuna kitu yenyewe ilikuwa na bazuia, kwa maana walikuwa na umoja. Na hiyo iliacha Mungu anashuka akuye aone mji na mnara yenyewe wana wa watu walifanya. Huko unaona? Kenye kinashukisha Mungu akuja aone ni kusema walikuwa umoja, wakadeside kimoja na wakafanya kitu mzuri. Wakafanya kitu mzuri. Kitu yenyewe unaweza kufanya na bibi yako na bwana yako, inaweza kuacha Mungu anashuka na anakuya kuona. Angalia sasa, Bwana akashuka kuona mji na mnara ambao wana wa watu walifanya. Nakwambia tena juu ya umoja inaweza kushukisha Mungu. Juu tu ya umoja inashukisha Mungu. Inashukisha Mungu. Sikia hapa tunaenda. Katika ule umoja wao. Katika ile umoja wao wakafanya kitu bora. Na ile kitu bora ikaacha Mungu anashuka kuja kuona. Sikia mstari ya 6 inasema nini? Bwana akasema, hapa tusikilizane vizuri. Umoja inaacha Mungu anashuka. Sasa hapa Mungu anaanza kusema kwa ajili ya watu wenyewe wako umoja. Sikiliza ndugu yangu. Bwana akasema, tazama
wao ni taifa moja, nao wote wana lugha moja, na maneno haya wanaanza hayatafanya tuache mnisikize kidogo. Maneno haya wanafanya kuyafanya, basi sasa hakuna kitu. Unajua Kiswahili iko nguvu. Wanasema maneno hayo wanafanya, basi sasa hakuna kitu ambacho kitawazuia wanachokifanya. Kiswahili iko nguvu. Kwa maana wako umoja. Njoo Mungu iko anasema, hii decision yao wenyewe wanafanya, hii yote marenyo wenyewe wanafanya, haitaacha kutimiza kusudi lao na kufanya kenye banapenda. Huko nasikia hawa watu walikuwa umoja, na wakati walikuwa umoja, Biblia inasema ya kwamba Mungu akashuka kuangalia vile yenye batoto ya wanadamu balijenga, na kuangalia munara yenye batoto ya wanadamu walijenga, na akasema ya kwamba kwa maana wako umoja, hakuna tena kitu inaweza kuwazuia kufanya hiyo kitu yenye wanahitaji kufanya. Unaona nguvu ya umoja? Nilikwambia kwamba umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Mukikuwa katika umoja, sikiliza sasa, mukikuwa katika umoja, mutareisir kukila kitu yote. Mutashusha Mungu kutoka mbinguni. Mungu atakuwa katikati yenu mukikuwa katika umoja. Wakati unaona bibi na bwana habiko umoja, hakuna kitu itendeka. Hakuna kitu yenye inaweza kuendeka. Itakuwa ni mangumi tu ndio napita pale, ile mangumi ni shetani. Sasa kukua katika umoja, nilikwambia tena mbele ya kwamba mukikuwa katika umoja, Bwana Mungu yuko katikati yenu. Mutabarikiwa, mutainuliwa, mutakuwa na furaha, mutakuwa na amani. Bila kuwa umoja, vitu vyote vitakuwa vinapondekana tu, kila kitu itakuwa napondekana. Mufanye business, mufanye muzale batoto biko abasumbua, mufanye hiki kyote kinaishue. Mungu anapenda mahali yenye watu wako umoja. Kama hakuna umoja, Mungu hapendake kukua pale. Ni shetani ndio atarenye pale. Angalia wa watu depuis walianza, wako naenda wanafanya marenyo yao moya kwa moya, na hivi wakafika kudeside kitu yenyewe walikuwa wanapenda kufanya, na Mungu naye akakifurahia. Kisha kifurahia, Mungu akashuka hakuyaangalie. Wanadamu wanaweza kuwa hivi kweli? Ni kusema alifurahi akashuka na pia kuangalia, akaona kweli ni vile mzuri, ni mnara mzuri. Sasa kwa maana hawakumpea sifa. Tusikie hapa mstari ya 7 inasema nini? Mstari ya 7 inasema ya kwamba tushuke tuwachanganyie usemi wao, wasisikilizane lugha. Juu ya nini? Wao walisema wanaenda kujenga mji yao ili wasisambale. Munara ile ifike paka kule mbinguni, bajifanyie jina. Huko unaona, sio kumfanyia Mungu jina. Unajua Mungu wetu ni jalu. Mungu wetu anakuwa jalu. Wakati anasikia vile, akasikia jaluzi ndani yake, akasema basi acha tushuke. Njoo hapa Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu bakashuka, bakakuya kuchanganisha roho ya watu. Kwa maana sifa ya Mungu haikukuwa mwibi benyewe walikuwa wanafanya, bali kwa wanajifanyia bo peke sifa. Kama mko umoja, mfanye angalisho sana, mushizipatie sifa. Mupatie Mungu sifa kwa kila kitu yote yenye mko mnafanya, na Mungu atafurahi. Biblia inasema ya kwamba Mungu akasema tushuke, tuwachanganyie usemi wao, wasisikilizane lugha.
Mstari ya 8 inasema ya kwamba hivi Bwana akawasambaza toka kule juu ya uso wa dunia nzima, wakaacha kujenga mji. Huko nasikia wakaacha kujenga mji. Tena nakwambia ya kwamba ndugu yangu, neno yenyewe mimi naongea leo ni neno ya umoja. Kama unapenda kuwa umoja na bibi yako na marafiki yako na wandugu yako, ni vizuri sana, kwa maana Mungu anapenda umoja. Na wakati nyinyi mko katika umoja, Mungu anakuwa katikati yenu. Lakini msikamate sifa ya Mungu. Kubyote wenyewe mko mnafanya, mutie Mungu mbele. Mungu anapendaka kuwa mbele. Wakati unamutia mbele, anakuyaka na bainua. Lakini mkitia Mungu nyuma, kusema mjifanyie sifa na we na bibi yako na watoto yako, na kuambia hamutaendelea. Sasa mfanye angalisho wa ndugu. Hii neno ya umoja ni nzuri. Tufanye angalisho, tusitie kusema katika familia kama mnasema mnadesidia mtakuwa umoja, bibi na bwana na watoto, kisha sasa mnakamata baba njoo anakuwa sasa yeye njoo wa masifa yote. No, mutie Mungu mbele na mtaona success kwa kila kitu yote. Basi Mungu aendelee kuwabariki. Hii somo ukaipata ukaburie mwingine, itasaidia sana kupitia jina la Yesu. Basi acha tuombe. Baba, nakushukuru kwa maana uko mwema. Nasema asante Baba kwa ajili ya neno lako Jehova. Asante Baba kwa maana watu wako Baba watageuka na kukua wanafanya vitu umoja. Katika umoja Baba watasameana, watapendana na watakuwa umoja, na kila kitu yote itakuwa mzuri. Baba, Biblia inasema ya kwamba Baba, umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Ingia katika ile mafamilia yenyewe liko shaachana, bibi na bwana wanaachana, batoto nao wanaachana. Baba, ingia katika ile mafamilia bakuwe tena umoja. Kwa maana Baba, neno tulikuwa tunasoma inasema ya kwamba wakati watu wako katika umoja, Mungu yuko katikati yao. Baba, unganisha tena ile jamaa ili Mungu akwe katikati yao, awabariki, awainue, awaokoe. Baba, endelea kuwasaidia. Uwasaidie Jehova. Navunja na kuharibu nguvu zote za giza yenye kutosha umoja katika mafamilia. Mafamilia haiko nabarikiwa kwa maana hawako umoja. Baba na mama wasikilizane, batoto nao waweze kusikilizana. Unaona fujo inakuja na wote wanasambalana Jehova. Basi Mungu, kupitia neno hii kila mtu atalipokea, akabulie mwingine na badilike kwanza yeye peke. Mungu wa Ibrahimu umubadilishe. Kama alikuwa na roho moto, Baba shukisha roho yake. Kama alikuwa mgumu wa kusamehe, Baba mpatie roho ya kusamehe. Hili Baba waungane tena umoja na wao kwa katikati yao. Na tosha ule shetani mwanaweza kuwa katikati yao na kusambaza katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Baba, nyosha mkono yako. Biblia inasema ya kwamba katika Isaya 59 mstari ya kwanza inasema ya kwamba mkono wako si mfupi, mkono wako ni mrefu kuweza kushuka kwa kila mtu wote Baba mwana kuhitaji. Baba, shuka kwa manyumba ya watu yako Baba, shuka Baba, utengeneze kila kitu yote Jehova, kwa maana Baba wewe uko Mungu wetu Baba. Wakati yetu tunakosa Baba, tukirudia tena katika mkono yako Mungu wa majeshi Baba, unatusaidia tena, unatupokea kama vile baba yetu. Ndio maana Baba mwana atasikia hii injili, wakati nyinyi ataisikia Jehova Baba yangu, acha Baba harudie tena katika mkono, na wakati anarudia tena katika mkono yako Mungu wa majeshi, mupatie ile nguvu ya kuomba mwenzake msamaha ama ya kusamea mwingine, mfalme na mtakatifu wa amani, ili wewe ujae katika roho yake, katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Baba, naombea wagonjwa wote mahali kote wako Baba, wengine wako katika hospitalini, wengine wanaumwa vichwa, wanaumwa shingo, wanaumwa macho, wanaumwa meno, wanaumwa Baba mabega, wanaumwa Baba maziba, wanaumwa matumbo, wanaumwa Baba estoma Baba, wanaumwa roho, wanaumwa Baba maini Baba, wanaumwa Baba kila kiungo ya mwili. Mfalme wa maajabu, uwatembelee, uwaponye, kwa maana Biblia inasema ya kwamba katika Isaya 53 mstari ya 5 ya kwamba fimbo iliyopigwa Baba ndio natuponya magonjwa yote. Jehova, tembea katika hospitalini ukiponya, ukifungua watu wako. Ule mwenyewe bekosha sema ya kwamba atakufa Baba, acha nguvu yako imuguse peke kwenye iko. Gusa watu wote wenyewe katika hospitalini. Gusa Baba, uwaponye Baba. Maria benyaba kukuwa na batoto Baba, wapatie batoto. Na ombea mama wote mwana kukuwa na zana iko Maria, acha Baba
Mkono wako ubaguse katika matumbu yao Baba, mfalme wa maajabu, wapate kupata watoto kupitia jina Yesu Kristo. Ule wote mwenye kuwa na nguvu ya wanaume Baba, namuombea nguvu, naomba amani na furaha kwa mafai yote yenye tanifuata. Naomba amani na furaha kwa watoto wote wa vijana, wasichana Baba, mfalme wa maajabu, na wavulana wote, na waombea nguvu yako Baba, wapatie watoto wetu Baba, sisi kama vile watumishi wapatie akili, na wengine pia washirika Baba, watoto wao wapatie akili. Tuliza manyumba yote yenye ilikuwa na moto ya shetani katika jina la Yesu Kristo Mnazarete. Mungu, tunainua msalaba wako, kila familia yote yenye tafuta hii mahubiri, ende ya kuibariki, ende ya kuiokoa, ende ya kuiongoza kupitia jina la Yesu Kristo Mnazarete. Asante Yesu, kwa maana uko Mungu mzuri, kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Na wewe mwenyewe hujaokoka, sema ai Yesu, nimesikia neno lako, nimelikubali na moyo wangu, na mimi nataka kuwa mtoto wako toka siku ya leo mpaka mwisho wa maisha yangu, kupitia jina la Yesu. Amen. Umeokoka, enda kwa kanisa ya Wakristo. Basi wandugu, tunaishia hapa siku ya leo. Kila siku ya tano nitakuwa katika mtandao, itakuwa huku Amerika kwenye mimi niko, itakuwa saa ngapi? Itakuwa saa 8 na dakika 13 kila siku ya tano, kila siku ya tano. Sijue kuita mkiswahili ya Tanzania, kama siku ya tano njoo ya ngapi, nyie peke mtaweza kugeuza kule. Basi wandugu, mubarikiwe sana, mubarikiwe sana. Tusiache kuombeana, kwa maana maombi ndio itatusaidia kufika mahali kwenye Bwana alitaji tufike. Mubarikiwe kupitia jina la Yesu. Amen.